Na mtazamaji, sasa hivi tunaanza na vidokezo kama nilivyokueleza mapema kwamba Laura Otieno amerauka asubuhi sana akihakikisha kwamba anatupatia kila kilichojiri kuanzia asubuhi, hapitwi na chochote. Na kwa hivi sasa foleni kwa kweli ndefu. Foleni hii hatujui kama imeanza sasa ama kuanzia mida ya asubuhi. Kwa hiyo hebu tufahamishe mengi kuhusiana kinachoendelea katika safari hii ya kumtafuta mwakilishi wa ubunge kule Malava. Laura. Naam Rashid, safari ni ya kutafuta mwakilishi wadi wa West Kabras. Hii ni baada ya aliyekuwa mwakilishi wadi wa eneo hili David Ndakwa alichaguliwa kuwa mbunge baada ya kifo cha Malulu Njende. Kwa hivyo ni safari ya kutafuta mwakilishi wadi wa wadi ya West Kabras. Kwa hivyo kama ulivyosema ni kwamba ndio kuna umati ambao umejitokeza. Foleni ni ndefu kweli, na hiki ni kituo cha 3 ambacho tumetembelea hivi leo, na foleni katika sehemu nyingi inakaa hivi. Ilianza saa 12 asubuhi ambapo watu walijitokeza kwa idadi kubwa ili kupiga kura. Ijapokuwa kulikuwa na mtafaruku kidogo, manake wanasema kuwa ule mtambo ambao unatumika kutambua watu ulikuwa na shida kidogo, manake tunaona kama kuna vijana pia kuna wakongwe ambao wamejitokeza kwa idadi kubwa. Kwa hivyo baadhi yao vidole havikuwa vinaonekana katika vile mitambo, lakini shughuli yenyewe kwa sasa inaendelea. Kuna wale ambao bado wanatatizika kidogo, lakini kama unavyoona foleni ndefu hapa. Kuna wakongwe, pengine pia tuzungumze tu nao moja kwa moja. Habari mama, niambie unaitwa nani na ulikuja kupiga kura saa ngapi? Naitwa Esther Mhonji, nilifika hapa saa 1 kamili kupiga kura. Umepataje kama foleni ulipata ikiwa fupi ama ulianzia nyuma? Watu walikuwa wengi, foleni inaenda polepole, watu ni wengi. Haya, shukran sana. Pengine pia nipate, naona kama kuna haya, yuko wapi? Mzee, habari? Naanzie na jina, unaambia ulifika hapa saa ngapi na shughuli ya kupiga kura imekuwaje kufikia sasa? Kwa majina naitwa Joshua Weta Omala, na nilifika hapa saa 12. Mpaka saa hizi sijapiga kura. Laini ni mrefu sana. Kazi zako gani ambazo uliacha ili uje kupiga kura kwanza? Nilikuwa nataka kupanda mahindi, nimechelewa sana. Haya, shukrani sana. Rashid alikuwa anasema nataka kuenda shambani. Ni kwamba kwa kunanyesha, hata asubuhi kulikuwa kidogo kuna manyunyu, lakini kama nilivyosema kuna wakongwe, kuna wale ambao ni wana maradhi kidogo na pia wanapitishwa hadi mbele ya foleni, na kuna baadhi ambao wameketi hapa nje wakisubiri angalau foleni isonge kidogo. Mama ujambo, niambie jina, unaitwa nani na umefika hapa saa ngapi kupiga kura? Alice Weran. Nikuja saa 2. Sawa. Na umeona kama wanasema watakukatiza line ama kwa nini umeketi hapa? Nataka kufika line, nataka kupiga kura. Sawa. Pia naona msichana, nianze na jina na unaambia ulikuja saa ngapi na kwa nini umeketi hapa hujapanga foleni? Nimekuja hapa saa 12. Na laini ni mrefu. Sasa wengi wetu ni wagonjwa, mara miguu, mara wengine wako na shida ya mgongo. That's why tumepanga laini, tunaongojea tu, bado lazima tupige kura. Na process yenyewe unaona kama inaendeleaje? Inaenda polepole ama namna gani? Process iko sawa tu, shida tu ni vile wengi vidole zinakataa, inabidi uosha mikono urudi pale. Sasa inabidi unachukua muda mwingi kusimama hapa hivi. Naam, shukrani sana Rashid. Kama alivyosema kuna kituo hapa cha kuosha mikono kama alivyosema awali, manake kuna baadhi ya watu ambao vidole havionekani, pengine kutokana na umri ama wengine kutokana na shida mbalimbali. Lakini kama unavyoona pia katika upande ule wa pili pia foleni ni ndefu kama vile, na tulizungumza pia na baadhi ya wale ambao wamefika katika sehemu hii katika vituo vile vitatu ambavyo tulitembea, na wanasema kuwa shida ni ile. Kiti hiki cha mgombea wakilishi wadi ina wagombea 6 na jumla ya wapiga kura 11,699. Shughuli yenyewe inafanyika katika vituo 25 vya kupigia kura, na wale ambao wanagombea ni Elfas Shakalaka wa chama cha UDA, kuna Bramwell Kaemba wa chama cha DCP,
Niva Musa wa chama cha DAP Kenya, Shivoko Masini wa chama cha DNA, George Musini wa chama cha NEDP na Edward Indimuli. Kama nilivyosema awali, kiti kilisalia wazi baada ya aliyekuwa mwakilishi wadi katika eneo hili kuchaguliwa kuwa mbunge wa Malava katika uchaguzi mdogo uliofanyika mwaka jana mwezi Novemba. Kwa hivyo tutakuwa tunazunguka sehemu mbalimbali, maana kumekuwa na madai kwamba kuna vurugu katika sehemu mbalimbali. Polisi wanashika doria vilivyo na wanawaambia watu ambao wamepiga kura kwamba pindi tu unapomaliza kupiga kura unaondoka ili kupunguza msongamano wa watu katika eneo hili. Kwa hivyo tutakuwa tunavalia juga swala hili na tutawajuza mbivu na mbichi kuhusiana na uchaguzi huu mdogo wa West Kabras. Rashid. Naam, bila shaka Laura umetueleza, nafikiri kile ambacho kitakana kifanywe kazi baadaye, ukipata wadau ambao wanasimamia upigaji kura huo, watu wa IEBC waweze kutueleza vizuri, kwa sababu inaonekana kwamba wengi wamerauka mapema na idadi inazidi kuongezeka, lakini shughuli inaenda pole pole mno. Kwa nafikiri ni vyema zaidi